Bana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngale Sports. Kuna mengi ya kuendelea kujuzana. Ni weekend fulani hivi, weekend ya michuano ya CAF. Kuna mengi ambayo tunaweza kuzungumza haswa kuhusiana na wakilishi wetu wa Afrika. Leo kwa sababu ni mechi ya Yanga, tuwatazame Yanga na kile ambacho wanakwenda kukutana nacho huko Malawi dhidi ya Silver Strikers. Ni mchezo wa aina gani, lakini pia tuwafahamu Silver Strikers ni timu ya aina gani. Ni miongoni mwa timu ngumu ama timu kubwa au timu dhaifu. Yanga na tazamwa katika daraja la namna gani, ni vitu ambavyo tunakwenda kuvitazama. Karibu sana, hii ni Ngale Sports. Usisahau kusubscribe. Kwanza kabisa tuanze na kile ambacho ama Silver Strikers ni kina nani au ni timu ya aina gani. Tunafahamu kwamba Malawi kuna timu nyingi nzuri ambazo tumewahi kuzisikia kwenye ardhi ya Tanzania, lakini pia tumewahi kuziona zikicheza katika michuano mbalimbali au katika ardhi ya Tanzania, au kufahamu wachezaji wao baadhi au wachache ambao wamecheza katika ligi ya Malawi. Mfano Peter Banda alikuja hapa Tanzania na timu ya taifa ya Malawi, Simba wakamuona wakamchukua. Lakini Nyasa Big Bullet imeshashiriki michuano ile ya Sekafa Kagame Cup iliyofanyika Tanzania. Timu ilialikwa kuja kushiriki michuano kwa sababu wanatokea ukanda wa Kosafa kwa maana ya kusini mwa bara la Afrika. Kwa hiyo timu za Malawi sio timu ngeni ama sio mara ya kwanza kukutana dhidi ya timu za Tanzania. Lakini unapozungumzia Yanga kwenye historia yao kuelekea Malawi, Yanga mwaka 2023 ama 24 wamekwenda kucheza mechi dhidi ya Nyasa Big Bullet kwenye zile sherehe za siku ya uhuru wa Malawi. Maana yake Yanga ana kumbukumbu ya kwenda Malawi na kushinda mchezo, lakini pia kwa wakati mzuri. Wakati mchezaji mwenye kumbukumbu mbaya na taifa la Malawi kwenye kikosi cha Yanga ni mshambuliaji ama kiungo mshambuliaji Dennis Nkane, ambaye yeye alikutana na tukio moja baya sana. Aligongana kichwa na mchezaji wa Nyasa Big Bullet akapoteza fahamu kama utakuwa unakumbuka. Na baada ya pale Nkane hakuonekana kufahamu chochote ambacho kiliendelea na mechi yake kwa yeye ilishia pale. Ni kipindi ambacho Yanga walichanganya wachezaji vijana, wachezaji senior kwenda katika kuadhimisha hiyo siku ya uhuru nchini Malawi. Lakini turudi sasa kuwatazama Silver Strikers ni timu ya namna gani. Malawi ni taifa ambalo linatokea kusini mwa bara la Afrika kwa maana ukanda wa Kosafa. Na kwa namna timu zina ile nasema icon ama nasema kiashiria kwamba sisi ni timu kutoka taifa fulani, lakini pia tunatokea ukanda fulani. Kwa namna timu zinajielezea kwa wachezaji wake. Kwa mfano timu nyingi za ukanda wa Kosafa huwa zinapenda kucheza mpira kwa kasi, lakini pia zinapenda kucheza mpira au kwa matumizi ya nguvu. Kwa mfano ukiangalia Afrika Kusini, timu zao nyingi na watu ambao wanaweka mpira chini, kina Mamelodi Sundowns, kina Kaizer Chiefs, kina Orlando Pirates. Lakini ukienda Zambia, timu ya taifa inaweka mpira chini, matumizi ya nguvu kwa mara kadhaa pale ambapo inahitajika. Ukienda Angola, kasi kali sana kwa timu ambazo zinatokea kwa kina Mamelodi ya Goso na mataifa mengine. So ukienda Malawi unakutana na timu ambazo zinaweka mpira chini, kasi imo ndani yake, lakini skills na ufundi ijapokuwa wao hawana wakati mzuri sana kwenye masuala ya ligi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kutazama Silver Strikers kwamba haiko mbali kwenye mpira ambao wa Malawi wamekuwa wanacheza kama timu ambayo inatokea kusini mwa bara la Afrika. Lakini pia hata ule mpira mama ambao Nyasa Big Bullet amekuwa anacheza au labda Mighty Wanderers wamekuwa wakicheza, hivyo ni timu ya namna hiyo. Lakini sifa yake nyingine ni timu ambayo inamilikiwa na shirika la fedha ama benki ya taifa ya huko Malawi. Maana yake ni kwamba timu ambayo kwa sababu la mishahara changamoto zingine huwezi kuona wakihangaika sana. Msimu uliopita ama kwa misimu kadhaa tulishuhudia Nyasa Big Bullet akichukua nafasi au kina Mighty Wanderers wakifanya vizuri, lakini Silver Strikers msimu uliopita wamekuwa mabingwa, wamewatoa Lekago Plus ya Madagascar kwenye raundi iliyopita, though hawakufika hapa kwa bahati mbaya na sio timu ya kubeza kwenye hayo mazingira. Wametoa kipa bora, wametoa mchezaji bora, wametoa kiungo bora, kwa maana kipa wao Chikola ndo ambaye alikuwa kipa bora.
ndio yeye pia ambaye alikuwa mchezaji bora kwa maana MVP, lakini kiungo bora, eneo la katikati la kiwanja, mchezaji ambaye amekuwa kiunganisha eneo la kiungo, eneo la kushambulia, uchizi, wamekuwa na wakati mzuri kwenye mazingira namna hiyo. So hii ni timu ambayo haina jina kubwa barani Afrika tofauti na Yanga. Ni timu ambayo haina mambo mengi sana kwenye historia ya mpira wa Afrika. Sasa wanakutana na Yanga. Nini ambacho kinakwenda kutokea? Kwanza, jambo la kwanza kabisa, Yanga anaingia kama timu ya kwanza kiwanjani, lakini anatakiwa kumpa heshima yake huyo Silver Strikers, kwa sababu kama amemtoa Kago Plus kwenye hayo mazingira au kwenye mechi kama hiyo ngumu, anatakiwa kumpa heshima yake. Lakini pili, faida zipi ambazo Yanga iko nazo kucheza na Silver Strikers, ama ananufaika wapi? Na faida ipi ambayo Silver Strikers iko nayo? Faida ambayo ipo ya kwanza, kwa Silver Strikers kucheza na Yanga, yeye hapati ugumu kumfahamu Yanga anachezaje, kwa sababu tayari video za Yanga, wachezaji wa Yanga ni maarufu, wanaonekana sana, kwa wanafahamu sifa, tabia za wachezaji wa Yanga, kwa namna gani wanaweza kuofa kitu kipi katika mchezo huo. Maana yake wameshuhudia, wameshaona mechi nyingi. Kuna zile mechi za siku sijui ya Mwananchi, ukija kuangalia mechi za ligi kuu, lakini pia ukija kuangalia hizo mechi mbili za ligi ya mabingwa na walizocheza kwenye mechi iliyopita, kote huko kunatoa majibu kwamba Silver Strikers ana faida ya kumuona Yanga vile ambavyo anacheza, na hasara ambayo pia kwa Yanga ni kuto kumuona na Silver Strikers anachezaje, labda kama walituma mwakilishi hapo kabla. Ukiangalia kile ambacho Yanga wanafanya katika eneo lao la kusoma mchezo, alichokizungumza kocha Falls jana na mazingira mengine, ni kama vile wameshajua wana ubora kiasi gani, lakini pia wana udhaifu sehemu gani. Faida nyingine mbili ambazo Yanga wako nazo, kocha wao msaidizi ambao wamemchukua hivi juzi, amekuwa na wakati mzuri kwenye ligi ya Malawi, anaifahamu Malawi vizuri, anawafahamu Silver Strikers vizuri, wanaweza kumtumia kama karata yao ya siri kwenda kutimiza kile ambacho wako nacho. Lakini faida ya pili, kuna baadhi ya wachezaji, ama kuna mchezaji ambaye anaifahamu pia ligi ya Malawi na kwa sababu amewahi kucheza. Hapo unajaribu kumwangalia baadhi ya wachezaji kama vile kina Azizi, ambao wamewahi kucheza ligi zile za ukanda huo wa Kosafa, kwa namna ambavyo wanafahamu sifa na tabia za mataifa ya huko. Faida kubwa ambayo Yanga iko nayo, Yanga wachezaji wengi sana ambao ni bora, quality kwa wachezaji mmoja mmoja. Lakini pili, as a team, Yanga wana kikosi kibora sana kuliko Silver Strikers. Kwa Yanga anaingia kama timu ya kwanza, lakini Silver Strikers inaingia kama timu ya pili. Endapo tu Yanga ataendelea kumpa heshima ambayo anastahili Silver Strikers, atampa ile tag ya kwamba huyu ni mwenyeji, lakini pia huo ni mpira wa Afrika, mpinzani anatakiwa kuheshimiwa. Hivyo ni moja ya vitu ambavyo Yanga wanatakiwa kujikumbusha. Kuna matukio mengi ambayo Yanga ameyafanya mazuri akiwa ugenini kwenye mechi kama hizo za mtoano, ikiwemo mechi ambayo iliwapa nafasi Yanga kucheza hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kombe la shirikisho dhidi ya Club Africain, kwa goli la mbali ambalo alifunga Stefan Ziki, na Yanga wakacheza mpaka finali ya kombe la shirikisho. Ilikuwa ni moja ya msimu bora sana. Lakini hapo unawakumbusha Yanga kwamba kuna matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika mpira wa Afrika ambayo yanaweza kuifanya Yanga kuwa na wakati mgumu kama asipoheshimu Silver Strikers. Kwenye mazingira ya Simba dhidi ya Udisongo na mazingira mengine ambayo kujitokeza Simba dhidi ya Jwaneng Galaxy, kwenye hayo mazingira kwamba timu ndogo ambayo unaidharau, unaiona kama ndogo, inaweza kuja kukupa kiwango kigumu sana kwenye mechi ambayo unakwenda kucheza. Faida ya tatu ambayo Yanga iko nayo, Yanga amesafiri na mashabiki wake. Kwenye huu mpira wa Afrika kuna vitu viwili ama vitu vitatu ukishinda, ukiwa navyo unaweza kufika mbali sana kwenye hii michuano ya Afrika. Kwanza, kutumia home advantage ground, kwa maana kutumia faida ya kuwa mwenyeji. Lakini pili, kuwa na kikosi kizuri ama benchi zuri la ufundi. Tatu, kuwa na watu ambao wanakusupport kukupa backup kwenye kushengena na kukuanikiza. Yanga umekuwa na utaratibu wao, walikwenda Rwanda pale kucheza katika dimba lile la Kigali Pele dhidi ya Al Merrikh ya Sudani, wakashinda, na walisafiri na mashabiki wao, almost nusu uwanja mzima walikuwa na mashabiki wa Yanga kutokea Tanzania. Yanga pia msimu huu au mara hiyo wamesafiri na mashabiki wao kutoka Tanzania kwenda nao Malawi. Hiyo pia ni moja ya sababu ambayo inawafanya Yanga kuendelea kuwa timu ya kwanza kiwanjani, lakini pia kuwa na faida kubwa kufanya vizuri
kwa sababu ni mara chache sana kuona timu ambazo zinacheza mechi za Afrika kusafiri na mashabiki wao na wakafika katika nchi husika kwenda kucheza mechi. Hizo tabia tumeona timu za kaskazini kina Al Hilal, Al Ahli, Al Marikh labda, Al Ahli labda, Wydad, Raja Casablanca, Zamalek, Pyramids wamekuwa na hizo tabia za kusafiri mashabiki wao. Lakini Yanga kwa hizi mechi za ukanda huu karibu shui Kongo, Kenya labda kama hivyo, Burundi sijui, Rwanda, Sudan, wamekuwa wakitengeneza mazingira rafiki zaidi kwa na mashabiki wao ili kuwapa faida. Kwa hiyo leo Yanga ana nafasi kubwa kwenda kushinda, kufunga goli pengine zaidi ya moja, lakini kama atamheshimu mpinzani na kumpa ile heshima ya kwamba huo ni mpira wa Afrika na uipa imani kwake, inaweza kuwa ni mechi nzuri zaidi kwa upande wa Yanga.